viongozi wa dini, mashehe wote mlioko hapa, lakini nimeona wachungaji kutoka kamati ya amani, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya, wakuu wa TAKUKURU wilaya zote za mkoa wa Tanga, viongozi wa taasisi za serikali na mashirika ya umma mliopo, lakini viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wa TAKUKURU, ndugu wageni waalikwa wote mliopo. Kazi na utu. Kuzuia rushwa. Ndugu zangu, na mimi niungane na aliyetangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya, lakini ametupa kibali. Wote tumeweza kukutana jioni ya leo katika tukio hili la iftari ya pamoja. Ndugu zangu, kama alivyosema mkuu wa TAKUKURU mkoa, katika shughuli hii alikuwa aje Mheshimiwa Batilda, mkuu wa mkoa wa Tanga, lakini kutokana na sababu mbalimbali ameshindwa kufika, na mimi niko hapa kumwakilisha. Nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Tanga kwa kuandaa tukio hili muhimu. Kama walivyosema wenyewe, linawakutanisha wadau mbalimbali wanaoshirikiana katika kuimarisha maadili na kupambana na rushwa katika jamii. Kinatukumbusha umuhimu wa maadili mema, lakini uadilifu, lakini kujitafakari na kuwajibika kwa jamii. Ndugu zangu, kwa kifupi tu niseme kwamba rushwa ni moja ya changamoto zinazoweza kuzoofisha juhudi za maendeleo katika jamii yetu. Rushwa inapojitokeza huathiri utoaji wa huduma kwa wananchi, hupunguza ufanisi na matumizi ya rasilimali za umma, lakini huathiri utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo mapambano dhidi ya rushwa, ndugu zangu, niseme tu kwamba yanahitaji ushirikiano wa karibu na taasisi za serikali, lakini vyombo vyote vya ulinzi na usalama, sekta binafsi, viongozi wa dini, lakini asasi za kiraia pamoja na vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla. Swala la rushwa sio swala la mtu mmoja. Tukishirikiana wote kwa umoja wetu, ndio tunaweza kulidhibiti kwa kiasi kikubwa sana. Nipende kuwahimiza viongozi na watumishi katika taasisi kuendelea kuzingatia maadili, uwajibikaji, lakini na uadilifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Vile vile ni muhimu kuhakikisha kuwa
rasilimali za umma zinasimamiwa vizuri na kutumika kwa manufaa ya wananchi. Serikali ya mkoa wa Tanga itaendelea kushirikiana kwa karibu na TAKUKURU pamoja na wadau wengine katika kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa na kuhakikisha kuwa huduma za umma zinatolewa kwa uadilifu na uwajibikaji. Ndugu zangu, ninapomalizia niwaombe tu kwamba tutumie sana kipindi hiki kuwaombea viongozi wetu, viongozi wa mkoa, lakini kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeona kwa jinsi ambavyo amefanya vizuri katika kipindi cha miaka 6 mpaka sasa. Tuendelee kumwombea ili aweze kutimiza azima zake, ndoto zake na maono yake. Lakini kikubwa ni kwamba tuombee dunia. Tunaona yanayoendelea katika nchi za mbali huko, lakini tuiombee na nchi yetu ili utulivu na amani uendelee kuwepo kama ambavyo huko sasa. Ndugu zangu, mwisho niwatakie nyote mwendelezo mwema katika mfungo tukufu wa Ramadhani, lakini na Kwaresma. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Salamu. Ndugu Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa na wote ambao tumealikwa kwa ajili ya iftari hii, na mimi kwa niaba ya shekhe wetu wa mkoa ambaye kapata dharura kwa tuwakilishe katika jambo hilo ambalo ndugu zetu wamekaa pamoja kufikiria na wao kutabaruk kuweza kuwafurahisha ndugu zao katika jambo hili la iftari. Kikubwa tu ni kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kamati ambayo ilikaa chini na kufikiria kitu kama hicho, na pia kupata baraka kuweza kusimama katika ule mstari, kwa maana tumekutalika hapa kuomba amani na kuomba yale ambayo madhalim yanayotokea. Rushwa ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza, na pia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba laana Allahu rashi wal muhtashi, kwamba amemlaani Mwenyezi Mungu yule mwenye kutoa rushwa na mwenye kupokea rushwa. Kwa ni kitu ambacho katika dini pia kinakataza namna ya rushwa, na rushwa inapelekea kwamba akapewa mtu haki ambayo sio yake kwa kile ambacho amekitoa. Akitoa chochote kile, basi pia mtu anaweza ikavunjwa lile, basi akapata haki ambayo si haki yake kwa kutumia dhulma hii ya rushwa. Kwa ni kitu ambacho kimekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu akiambiwa kwamba kalaaniwa na Mwenyezi Mungu ni kitu kikubwa sana, kitu kibaya. Kwa hiyo sisi ambao tumehudhuria hapa
ni kuchukua maneno ya viongozi wetu ambao wamesimama kidete kwa kupitia Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupitia hadithi ya Mtume wetu Muhammad kwamba rushwa ni kitu ambacho hakikubaliki. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hilo, na Mwenyezi Mungu awajaze kila kheri ndugu zetu ambao wametoa hiki ambacho wamekitoa, awezi kuwazidishia kile ambacho wamekitoa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tena katika 10 la mwisho ambalo ni itqu minan nar, kuachwa mbali, kuwekwa mbali na moto, kuepushwa na moto. Tukana muda mfupi ni kiasi cha kuwakilisha ile ambalo tumeambiwa tuwakilishe. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atudumishe katika iman, Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani, kama ambavyo tunavyotazama vyombo vya habari wenzetu wanavyoteseka katika jambo hilo. Na Mwenyezi Mungu ampe afya njema kiongozi wetu mkuu, rais wetu Mama Samia, pamoja na uongozi wote. Mwenyezi Mungu awape afya zilizokuwa njema na kuweza kutuongoza katika jambo hili kwa salama na amani. Insha Allah, kwa machache haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.